Bana, mambo vipi mwanafamilia wa Ulimwengu wa Simulizi, na kwa siku leo tumepokea taarifa ya kifo cha aliyekuwa ni mwimbaji wa Bongo Flava fahamika kwa jina la Spark, ambaye alifariki dunia, na kifo chake kimekuwa ni cha utata, na tumeweza kufuatilia nini sababu ama nini chanzo cha kifo hicho, na tumeweza kupata hapa na tamani tuweze tukusogezea uweze kusikiliza kile ambacho aliweza kuzungumza jirani wa aliyekuwa mwimbaji wa Bongo Flava Spark, kile ambacho aliweza kukizungumza mpaka kuweza kugundua kifo cha mwimbaji huyo nguli kabisa mkongwe katika tasnia ya Bongo Flava, ambaye ameacha alama kubwa na ameweza kumbukwa kwa mengi makubwa ambayo aliweza kufanyia muziki huu wa Bongo Flava hasa katika nchi yetu ya Tanzania. Hebu msikilize huyu hapa jirani jinsi akielezea chanzo cha kifo cha ndugu yetu Spark. Kwanza kwa jina anaitwa Oscar Mshana, napatikana maeneo ya Zavara, Chanika. Huyu bwana Spark sasa hivi ndugu yetu ni marehemu. Huyu bwana, huyu jirani yangu jana alikuwa yuko salama kabisa, kwa tunaongea naye hapo, lakini baada ya hapo aliingia zake ndani. Baada ya kuingia ndani tunaanza naenda kujipumzisha. Asubuhi ya leo mapema nimekuja kuamshwa na wanae kwamba baba amelala kule, mbona haamki? Kwa hiyo sisi tukawa majirani, kwa hiyo nitoke kuangalia, tuanguta kalala. Kwa hiyo tukifanya baada ya hapo tukabidi tutafute usafiri, tukampeleka hospitali ya Bukazi hospital. Kwa hiyo tukafika pale, daktari akampima, akasema huyu mtu tayari ameshapoteza, hatuponaye duniani. Kwa hiyo ikabidi tupate utaratibu pale wa kuweza kumfikisha tukapeleka mochwari. Kwa hiyo tukifika mochwari ndio hivyo yani. Ana mke na watoto, lakini mke wake haishi naye, alikuwa anaishi na watoto wawili wa kike pamoja na mfanyakazi wa ndani. Yaani kwa kweli ndugu zake wa kweli hatuwajui, kwa hiyo tukaona tupate msaada kupitia vyombo vya habari, labda mnaweza mkatutangazia huko ili tukaweza kufuata ndugu zake, kupata taarifa au marafiki zake wengine hivyo katusaidia kwamba tunafanyaje. Sasa hatuelewi. Ndio tunafanya utaratibu kuweza kufuatilia, kwa sababu ilikuwa ni ghafla, tunajua ni mgonjwa tu. Kwa hiyo sasa tunafanya utaratibu kufikia serikali ya mtaa ili kujua kwa maelekezo zaidi. Alikuwa ni mzima yani mzima afya kabisa. Nadhani kuna sema alikuwa kufanya show, nadhani alirudi, nadhani siku tatu alitoka, nadhani arudi jana. Tulipoonana jana jioni mpaka saa 2. Ya, ni kweli, nashukuru kwa kuuliza swali zuri. Yaani kwa kifupi, kwanza sisi tumepeleka kule, tumepeleka nguvu kazi. Chanika huko. Kwa hivyo sisi shida yetu ni kwamba ndugu zake wapate taarifa kwa wakati ili tunafanyaje hili swala, kwa sababu hapa familia ndio wako wanaye tu, ndugu zake hatuwajui wako wapi, tunamwona yani hivyo, changamoto ndio hiyo yani. Kwa hiyo waje tu tunafanyaje. Mmoja na miaka kama sosei mitano, mwingine kama 6 au 7 hivi.